Karibu, tuko na GB 64 kupata yale yote yaliyojiri yanayoendelea kujiri katika soka la nyumbani Tanzania. Tuko na Abdul Shahibu Hega anakwenda kutoa elimu dunia kwa wadau wa soka. Kaka kwema? Bwana kwema kabisa. 2026 unaionaje? Ndio kwanza tarehe 6. Huu ni mwaka wa mafanikio. Ni mwaka wa mafanikio. Ukiangalia timu yetu ya taifa kitu alichokifanya ndani ya Morocco, unaona kabisa ni mwaka wa mafanikio. Na kingine tukiangalia kwa klabu yetu ya Simba, sawa, kwa klabu yetu ya Simba 2026 nao vile vile utakuwa ni mwaka wa mafanikio kwa mashabiki wapya ambao wanatarajiwa kuwa wanachama, sawa, kwa sababu ahadi tulisikia watu wote kwamba tarehe 5 umeelewa bwana, mwezi wa kwanza 2026 kadi zinaanza kutolewa rasmi. Tulikaa muda mrefu, sawa, tulikaa muda mrefu sana tangu 2017, sawa, ndo mara mwisho yani kadi za Simba kuzuiliwa. Tumekaa takriban miaka almost something like 7 or 8 years, sawa, bila kupata nini, kupata wanachama wapya. Lakini mwaka huu uongozi ulishasema tarehe 5 mwezi wa ngapi, mwezi wa kwanza 2026 tunaanza kupata kadi. Ndio ahadi tunayosubiri kutoka kwa viongozi wa Simba. Wanatakiwa sasa waanze kuzitoa kweli kadi. Usumbufu umekuwa mwingi kwenye matawi, watu wengi wameshajiandikisha, sawa, na wameshakata kadi za wanachama, wanasubiria kadi za nini, za mashabiki. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa mafanikio kwetu. Bwana, GB 64 yapo yanayosemwa mara baada ya Steve Barker kutoka katika kikosi cha Lunyasi, akawaambia viongozi, nataka kuwaona wale wote ambao wako na kucheza Simba Sports Club wapate nafasi, na tumeona kwenye Mapinduzi amewapa nafasi. Wengine wamesema ni kama, nilimsikia mchambuzi mmoja anasema kafanya vyema kuwapa nafasi, lakini muda umekuwa mwingi zaidi, yani muda mchache. Kwa nini anawapa nafasi watu katika muda huu mchache? Angeacha waliopo akina Matola wamwambie nani bora nani sio bora. Hapana, umeelewa? Hapana, mchezaji anayejua ni anajua tu. Hata kama utampa mechi moja au mbili, unajua kabisa huyu yaliomo yamo. Na ndio maana mwalimu, kwa sababu dirisha lishafunguliwa, anahitaji kufanya maboresho ya kikosi chake, kwa sababu yeye ile ni ajira yake, ni professionalism yake. Kwa lazima angalie nani ataenda nao katika kwenda kuitetea nini, kuitetea bendera nini, bendera ya Simba Sports Club na rogo yake. Kwa hiyo ndio maana umemwona kahitaji wachezaji wote aje angalie kwamba nani anafaa, nani anifai. Kwa hiyo kwa mwalimu kitu alichokifanya mimi nampongeza. Kila mtu anampa nafasi, anatakiwa muonyeshe mwalimu kwamba jinsi gani ana uwezo wa kiasi gani, ili mwalimu apate aidha abaki naye au ampe mkono wa kwaheri. Kwa hiyo mwalimu yuko sahihi. Haiwezekani ucheze mechi 2-3 afu ushindwe kuonyesha useme muda ni mchache. Hakuna mpira wa namna hiyo. Anayejua anajua tu. Wapo baadhi wanasema haitoshi kwa Mapinduzi kuwapima wachezaji wala kumpima Steven Barker kwa uwezo. Ni sahihi? Hapana, Mapinduzi ni mechi zile, kwa sababu kule nao tumekutana na timu zote za nini, za Super League. Sawa, Super League ya Zanzibar, umeelewa, na Super League ya nini, ya Tanzania bara huko. Umeelewa? Timu zilizoenda kule kuna TRA, kuna Azam, kuna Singida, si umeelewa, kuna URA. Wote wamefanya nini? Wamekuja. Umeelewa bwana? Kule kuna nani? Kuna wale Fufuni. Jana umeona walipocheza na Simba. Ni timu ambayo inashika nafasi ya pili kwenye ligi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa madhubuti, iko vizuri. Umeelewa bwana? Ina pointi 30. Anayeongoza sawa, ni kikosi cha Zimamoto ambaye ana pointi 30 na ngapi? 31. Kwa hiyo ni timu ambayo ina ushindani. Hapo ina vijana wadogo ambao tayari wanafika. Jana Mpanzu umemwona tabu aliyoipata. Yaani ndio ujue kwamba yani kule kuna vipaji vingi sana. Leo unapozungumza ukitaka kuwadharau Wazanzibari, tafsiri yake unamdharau beki wa timu ya taifa. Unamdharau Ferasufi Faisal, ametokea wapi? Beki bora wa timu ya taifa ya Tanzania ametokea wapi? Si umeelewa? Kwa hiyo wachezaji wengi waliokuwa bora wametokea Zanzibar. Kina Kanavaro wametokea Zanzibar. Mudathiri haya ametokea Zanzibar. Sasa wewe ukicheza na timu za Zanzibar ukianza kuzidharau, tafsiri yake wewe unashindwa kuitunza heshima ya Tanzania, kwa sababu hao wachezaji nilokutajia ndio sasa hivi vioo vya nini, vya timu ya taifa nini, ya Tanzania. Ibidi Mao Mkami ametokea Zanzibar. Agley Morris ametokea Zanzibar. Si umeelewa? Shani, huyu mtoto ambaye yuko Yanga ametokea Zanzibar. Kwa hiyo bado uwezo ukafanya nini eti ukasema kwamba kule kile sio kipimo. Tayari kuna timu bora zimechukuliwa, timu 4-5 bora za ligi ya Tanzania zipo kule, na timu 5 bora za ligi ya nini, ya Zanzibar na Pemba zipo kule. Kwa hiyo mapambano ni makali. URA
ya Uganda anayeongoza ligi yupo kule. Sasa unasemaje kwamba kule kile sio kipimo? Ni kipimo sahihi kabisa. Kwa Steve Becker, mechi inayofuata ya Azam itakuwa kipimo chake sahihi katika mbinu dhidi ya Florian Ibenge. Mwalimu bora huwa angalia aina wachezaji tu waliokuwa nao. Sawa Ingawa kuna wachezaji wa Simba watakuwa hawapo, lakini Azam nao wengine hawapo. Azam Pascal Msindo yuko timu ya taifa, Foba yuko timu ya taifa, Lusajo Mwaikenda yuko timu ya taifa, Faisal yuko timu ya taifa, Idinado yuko timu ya taifa. Si umeelewa? Kwa hiyo bado uwezo ukasema kwamba eti mwalimu aseme kwamba ashindwe kucheza na Azam wetu kwa sababu hayupo Kibu Denis, hayupo Suleiman Mwalimu, hayupo Shomari Kapombe. Hapana. Mwalimu akagoma, hapana. Anatakiwa kikosi alichokuwa nacho ndio hicho akipange. Ndio maana leo tunamwona Miguel Gamondi sio timu ya taifa tu, hata wakati anafundisha Yanga aliwakosa Alidi ya Ucho, akamkosa ya Ukwasi, akamkosa na Pakome, lakini still aliweza kupambana na Mamelodi Sundowns dakika 180 na kutolewa kwa mikwaju ya penalti. Hata timu yetu ya taifa tumeona kabisa kikosi chetu ni cha kawaida, lakini Gamondi ameweza kukipanga kikosi, akatumia mbinu bora, akaweza kupambana na Nigeria ambayo inapita Osman pale mbele. Si umeelewa? Kaweza kupambana na nani? Na Morocco ambayo tayari ina kina Diaz wa Real Madrid. Kuna wachezaji wa AS Roma, kuna wachezaji wa Genk, kuna wachezaji. Si umeelewa? Lakini amepambana nao mpaka tumezulumiwa, ndo anafanya nini? Ndo anatolewa. Kwa hiyo mwalimu bora ni yule ambaye anaweza akatumia wachezaji aliokuwa nao na akajua kabisa mchezaji huyu kwa staili yake nitumie mfumo gani. Huyo ndo mwalimu bora. Wapo wanaoripoti sasa, hizi ni tetesi za usajili. Wapo wanaoripoti wanasema timu kutoka Libya imetuma ofa kwa Simba kumtaka Jean Charles Ahoua, lakini Kibu Denis Prosper. Ukitizama nafasi zao katika kikosi cha Simba, wako baadhi yao wachezaji niliokuwatajia imekuwa kama wanasuasua kama Jean Charles Ahoua kutokana na Simba kuwa na wachezaji wengi. Ikitokea wamekwenda wanapohitajika, Simba Sports Club kuna namna itaathirika hivi sasa. Simba kuwasilika ni ngumu kwa sababu mfano Jean Charles Ahoua namba 10 wapo wengi. Sawa Kuna Nio Maema anacheza namba 10. Mpanzu mwenyewe ana uwezo wa kutokea pembeni, ana uwezo wa kucheza namba 10. Si umeelewa Kwa hiyo namba 10 ziko nyingi ndani ya Simba. Joshua Mutala ana uwezo wa kucheza kama namba 10. Kwa namba 10 ziko, hata Suleiman Mwalimu ana uwezo wa kucheza kama second striker. Uwezo huo anao, ukasimamisha ukasimamisha Suleiman Mwalimu kama second striker namba 10. Ana uwezo wa kucheza Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo wachezaji wako wengi. Kibu Denis nafasi yake kuna Bajabel, kila Joshua Mutale, watu wana uwezo wa kutokea kulia. Kwa hiyo wachezaji wako wengi na wenye vipaji vikubwa. Kwa hiyo mimi sidhani kama itatokea wanahitajika, Simba uwaga hatuna kacha kumzuia mchezaji. Sawa, kwa sababu hiyo itakuwa ni bahati yao. Inawezekana ikawa donge wanaenda kupata donge kubwa kuliko nini wanachopoa Simba. Na mpira ni ajira muda mfupi. Mchezaji inapotokea anapata zali ya kwenda kupata maisha yaliyokuwa bora kuliko ya kwenu, unamruhusu anaenda kucheza, na ile inakuwa attraction kwa wachezaji wengine wadogo ambao mnahitaji kuwasajili. Wanajua tukienda pale itakuwa ni njia. Kuna Morris Abraham ana uwezo wa kucheza kama namba 10, ana uwezo wa kutokea kushoto, ana uwezo wa kutokea kulia. Kwa hiyo Simba tuna wachezaji wengi waliosheheni. Yaani wachezaji wengi, sisi hatuna wasiwasi. Kama ofa zinakuja mezani, Simba tunauza tu. Bwana JB, kuna tetesi nasema wako baadhi ya wachezaji wapo Simba kwa majaribio. Miongoni mwa mtu ambaye ninamfahamu vyema ni kutoka Nyasa Big Bullet, anaitwa Chikumbuke Salima. Watu wa michezo wanasema kwamba si sawa hivi sasa kwa Simba kuchukua mchezaji kwa majaribio, natakiwa wamchukue moja kwa moja, wampime huko alikotoka. Je, alikuwa bora? Ni sawa Simba kuchukua mchezaji kwa majaribio? Watakuwa sio watu wa mpira, sawa Kwanza majaribio wachezaji wenyewe ndio wanaomba. Bwana naomba nije kuonyesha kama mkilizika na mimi mnichukue. Si umeelewa? Simba ikitaka kusajili inaenda direct. Hiyo wachezaji ndio wanaomba. Hapa tulishamtoa Mlisho Alfani Ngasa, unakumbuka? Alienda wapi? Alienda nani? Uingereza. West Ham, si ndio Wachezaji wengi mbona wanaenda kwa majaribio? Huyu Kibu kashanda karibuni mara 2 mara 3 Ulaya kwenda kufanya majaribio. Mpanzu mwenyewe alienda kwa majaribio vile Genki. Kwa wachezaji wengi majaribio ni vitu vya kawaida sana kwa vilabu vikubwa kama nini? Kama Simba. Vilabu hii ndio kacha. Au umeelewa ya vilabu vikubwa. Yaani ukishakuwa kilabu kikubwa wachezaji wanakuja wanaomba. Na yale mashindano hayana usajili. Umeelewa? Na ndio maana leo Simba unawaona kuna wachezaji mpaka wa B mle. Wameenda kufanya nini? Mwalimu kawahitaji, wamepelekwa. Mfano mechi ya jana, wachezaji wakubwa waliocheza jana
walioanza kwenye kikosi first 11 alikuwa ni Mpanzu na Alassane Kante. Waliobakia wote ni wachezaji wa nini? Waliotoka under 20. Si umeelewa? Kwa hiyo pale unajaribisha, kama ataonyesha uthubutu basi anaongezwa kwenye kikosi. Hivyo ni vitu vya kawaida kwenye majaribio. Kuna Bright yule ametoka Uganda, ameombwa. Mwakala wake kaomba aje kufanya majaribio. Na huyo jamaa vile vile kaja kuomba kutoka Nyasa Big Bullet kaja kuomba. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida kwa vilabu vikubwa, ni vitu vya kawaida sana. Tatizo kitu kikifanyika huku kwetu Tanzania au Afrika tunaona ni kigeni. Lakini Ulaya mbona vitu vinafanyika sana, wachezaji kwenda kufanya majaribio. Tukiachilia hilo, tumulike watani zenu Young Africans. Kwanzia msimu unaanza waliwapamba wachezaji wao kuwa ni sajili bora, lakini kama zimekwama Young Africans kukwama kwa usajili, unahisi kama wanavyosema baadhi ya wanachama wao kwamba President Hersi anavuka mipaka, kuna namna anazingua? Unajua tatizo la Engineer Hersi, anajisahau, yuko busy sana, yani alivyo kama fisi, huwezi kumtofautisha na fisi. Fisi anapoona mkono wako unacheza anajua huu muda wote na uokota. Sasa yule sajili zake anamendea sana Simba. Si umeelewa Alafu amejisahau na kazi za kafu. Yaani macho yake amefocus sana kwenye kutaka uongozi ndani ya kafu. Matokeo yake anaisahau klabu yake. Umeelewa? Sajili alizofanya zote hakuna hata sajili moja ilo click. Lakini wachambuzi wa mpira hawaziangalii. Wanaiangalia nini? Simba. Sajili za Simba zote zimekliki. Leo unapomchukulia mtu kama Suleiman Mwalimu, ka click au haja click? Ukimwangalia Morris Abraham, ka click haja click? Mligo ka click haja click? Lushin Durugu ka click haja click? Nio Maema. Sajili za Simba zote, Jonathan Soa zote zimefanya nini? Yakubu Suleiman, Wilson Nangu, sajili zote zimekliki Simba. Si umeelewa? Lakini wachambuzi ukasikiliza wanakuambia Simba ndio sajili zake hazijafanya kazi. Lakini upande wa pili huko kuna mtu anaitwa Endu Boeli kashindwa kumtoa hata Dube aliyekuwa mbovu. Maana Dube alikuwa mbovu. Yanga wamemvumilia, wamemuimba mpaka amerudi kwenye fomu yake, lakini Endu Boeli ameshindwa kufanya nini? Kumchallenge Dube. Matokeo yake sasa hivi ameondoka. Haya, ukija yule Kouma ameshindwa, wanataka kumtoa kwa mkopo. Dombia ameshindwa, wanataka kumtoa kwa mkopo. Haya, ukija Barakonte ameshindwa. Lakini angalia kule Alassane Kante anafanya kazi yake kama kawaida. Si umeelewa? Kwa hiyo sajili za Yanga nyingi zimefeli. Sajili iliyo click ni moja tu ya Chabalala. Lakini na amemtoa Simba. Ndio maana tunawaambia good scout ni Simba kwa Yanga. Lakini mchezaji akimtafuta wenyewe Yanga hamna kitu. Ndio maana leo ukizungumzia Pacome au kwa Maxi, Aziz Ki, sajili zote zile zilipita kwenye mikono ya Simba. Hadi Aucho kapita kwenye mikono ya Simba. Simba ndo mascout. Yeye anakuja anafanya nini? Anachukua. Kwa hiyo ina maana sajili za Yanga zimefeli kwa sababu rais wao hajui kutafuta wachezaji. Ana good scout kwa sababu yeye ndo scout, yeye ndo chief, yeye ndo CEO, yeye ndio rais wa klabu, yeye ndio mwenyekiti. Haya huko kafu nao yeye ndio mwenyekiti wa vilabu vyote. Sasa utakuwa na vyo vingapi? Mshika mawili moja umponyoka, ndo kama hili. Kwa sasa hivi ndio maana wameona wameshindwa kutafuta wachezaji, wameangukia Singida. Wameenda kuchukua wachezaji wawili wapi? Singida. Na inavyofanya Singida ni kama wanajinyongonyeza wenyewe. Singida kama kungekuwa na sheria yoyote Singida itakuwa ifungiwe au ifutwe kabisa, inyang'anywe na usajili. Kwa sababu ni timu ambayo inaonekana haina ushindani, haihitaji ushindani wa mpira. Yaani wao wako kama backup ya nini? Ya Yanga. Si umeelewa? Kwa hiyo wewe haiwezekani huko kwenye mashindano ya kimataifa. Tena huko kwenye group stage. Hapo una mechi ngumu. Hapo unaenda kutoa wachezaji wako waliokuwa wazuri, unapeleka Yanga, afu wewe unataka kuchukua makapi ambayo yalofeli Yanga, ndio unataka uyarudishe kwako. Maruf Chakei ndio alikuwa mchezaji ambaye anaisaidia sana Singida. Ukimwangalia yule namba 6 wao Damaro ndio mchezaji ambaye alikuwa anasaidia nini, lakini wanawatoa kwa nini? Wanawatoa kwa mkopo, wanawapeleka Yanga. Kwa hiyo wao wapo kwa ajili ya kutengeneza backup ya nini ya Yanga. Kwa hiyo ili takiwa watengeneze timu ikae nje ya ligi, lakini sio kuja kufanya nini, kutuharibia ligi. Wanaharibu mpira wa nini? Mpira wa ligi ya Tanzania. Asante sana.